tumaini lako ndio ushindi wako. Tunapozungumza tumaini, tuna maana ya mategemeo au matarajio, na maandiko yanatuambia katika kitabu cha Waebrania ile sura ya 11 mstari wa kwanza, nasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Tafsiri ya imani ni kuwa na matumaini ya mambo ambayo bado hayajaonekana, hayashikika na hata kutendeka bado. Imani ni matarajio. Kwa hiyo tumaini linajengwa na imani. Tumaini ni maisha, imani ni ufahamu. Unapochukua ufahamu wa hicho unachokijua, Mungu ni mchungaji wako, sitapungukiwa na kitu. Unapochukua hicho na ukaanza kukiishi, tunasema ni tumaini. Lakini kitendo kitakuchua katika ufahamu wako, ndani ya moyo wako, tunasema ni imani. Kwa imani, maandiko yanasema katika kitabu cha Yakobo, imani bila matendo imekufa. Na maandiko yanasema tumaini halitayariki, maana pendo limekwisha kumiminwa ndani yetu. Haina budi tumaini kuwepo ndani ya maisha yetu. Hakutembea katika imani. Wana tumaini nini? Unatarajia nini? Unaona nini? Unachokizungumza, unachokiishi kimetengenezwa na mtazamo wa ndani wa imani, na imani imetengenezwa na kweli ya neno la Mungu. Kwa hiyo matumaini yao au tumaini lao ndio ushindi wao. Niko hapo, ni mwanafunzi na kwenda kuanza masomo ya chuo, au tayari nimekwisha kuanza masomo ya chuo. Sina ada, kwa maana ya fedha ya kunisaidia kwa ajili ya ada na mahitaji ya masomo yangu, ili nipate elimu, nipate degree, nipate diploma, nipate certificate. Lengo langu, matumaini yangu, matarajio yangu ni kupata degree. Lakini fedha kunisaidia kuinunua hiyo elimu sina. Maana yake napokuwa na matumaini ya kupata fedha, maana yake matumaini yangu yananipelekea kupata degree. Kwa matumaini yako ndio ushindi wako. Hakuna degree kama hakuna matumaini ya kupata fedha. Halo? Sasa iko hivi, napowaza kupata fedha, na sikana kwamba mpango wako ni fedha. Halo? Mpango wako ni nini? Degree. Halo? Mzamta anapokuipia ada, haoni ada, anaona masomo, elimu fulani, ngazi fulani ya elimu. Atatoa fedha, anasema mwanangu anza kusoma. Lakini alichokupa sio fedha, alikupa degree mkononi sasa. Halo? Kwa hiyo mwalimu anaanza mchakato wa kuzalisha ile degree ili ionekane katika maisha yako. Kwa hiyo unakuwa matumaini kwamba siku moja nitapata degree, siku moja nitafika mahali, siku moja nitapona,
siku moja nitabarikiwa, siku moja nitafunga ndoa, siku moja nitakuwa 1, 2, 3. Kwa hayo matumaini yako au tumaini lako ndio ushindi wa. Ingawa tumaini si kitu ambacho kinaonekana. Wakisema tumaini, unamtegemea Mungu na tumaini nani? Mungu. Maana yake kuna kitu ambacho kinakupelekea wewe kukana naye na Mungu. Hautuzungumza sentensi. Enda ni kwenye eneo moja la maisha yako. Ya afya, elimu, ni kadhalika. Na mtegemea nani? Kwa hali na mpitia na mtegemea nani? Itaona mtegemea Mungu afanye kitu fulani kwa hali unayo ipitia. Kwa hiyo matumaini yako, tumaini la ndio ushindi wako. Tumaini la ndio ushindi wako. Na upendo ni wako. Unapomtegemea Mungu, unapomtumaini Mungu, huo ndio upendo wa maisha. Nisikilize vizuri, nisikilize vizuri. Watu wengi wanaishi gizani. Ukiishi gizani, anaishi gizani huwa anapapasa. Halo, amefanyaje? Tena ungeniangalia machoni ningekuwa nzuri. Mimi napenda wewe uniangalia machoni. Niangalie machoni. Mtu yoyote anayetembea gizani huwa anatembea kwa kufanyaje? Kama ni miguu, utaona anafanyaje? Hapiga hatua moja kwa moja. Hapa mzima najinga kweli. Kuna nini hapa? Ni salama au sio salama? Halo, maana hana uhakika na mahali ambapo anashika au kukanyaga. Mtu ambaye hana nuru ya Kristo, sawa? Hana neema ya maongozi ya Roho Mtakatifu. Ni mtu ambaye anaishi kwa kufanyaje? Kwa kupapasa. Halo. Maana yake unapotokea hali yoyote ya reaction, unapotokea reaction yoyote katika maisha yake, unaweza kumuona akareact negative. Swali cha reaction. Akamshtuko sije kitoko. Yaani kunakuwa na nitumie akatenda isivyostahili. Halo. Mtu ambaye hana jicho la rohoni, mtu ambaye hana nuru, ni mtu ambaye akikutana na mapito magumu ana react negative. Na asipokuwa makini na ushauri unaoingia sikioni, ni tofauti, ataanguka mahali pabaya. Kwa sababu adui anatumia wakati mgumu kwenye maisha yako kukuambia mambo makubwa mangapi? Jambo la kwanza, Mungu anakuacha. Jambo la pili, hauwezi. Anakwambia Mungu hauko pamoja. Hasa anakwambia hivyo ulivyo katikati ya magumu unayopitia hauwezi, wala hauwezi. Kwa hiyo baada ya kukueleza, alafu anakusogezea watu ambao ni waharibifu wa maisha. Wanakuja kueleza kichwa. Anaingiza taarifa ndani. Maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17, imani huja kwa neno la nani? La Kristo. Imani huja kwa neno la Kristo. Unapotea wali kwa sababu hauna mzizi. Maandiko yanasema asikie maneno yangu na kuyafanya. Mathayo 7:20. Asikie maneno yangu na kuyafanya. Alifananishwa na mwenye akili. Ni mtu mwenye akili ni huyu hapa. Anasema aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mathayo 7:20. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Pepo zikaja, dhoruba ikaja, mvua kubwa zikanyesha na kuipiga hiyo nyumba, lakini isiangamie na usianguke, kwa sababu imejengwa juu ya nini? Juu ya damu. Na mwamba ni neno la nani? La Kristo. Asikie maneno yangu na kuyafanya. Kwa neno ndio tunajenga imani ya matumaini ndani yako. Unapokutana na mazingira magumu, hauna sababu ya kukata tamaa, kwa sababu tayari kuna msingi ndani yako. Ndio tumaini lako, ndio ushindi wako.
mtu mwenye matumaini, ni mtu ambaye anaona, ni mtu ambaye ana tochi inaangaza, hata kama kuna giza, hata kama kuna mapito, hata kama kuna kukataliwa, hata kama kuna mauti yaliyo mbele, lakini tochi Roho Mtakatifu anaangaza maisha yake na anajengeka katika ujasiri, kwa sababu kuna matumaini. Hello. Hello. Usasikia nakwambia bita nilipa tu. Subiri jioni nafunga. Hello. Unakwambia subiri jioni nafanyaje? Na unajua kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu ana matumaini, kuna mahali, kuna nini? Kuna fedha. Sura ya 32. Thank you. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 32. Ukianza mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi: ikawa baada ya mambo hayo na uaminifu huo, Senakeribu mfalme wa Ashuru akaja akaingia katika Yuda, akafanya marago juu ya miji yenye maboma, akadhania kwamba ataipata iwe yake. Basi Hezekia alipoona ya kuwa Senakeribu amekuja na kuazimia kupigana na Yerusalemu, akafanya shauri na wakuu wake na mashujaa wake kuzuia maji ya chemchemi zilizokuwa nje ya mji nao wakamsaidia. Baada ya miaka kadhaa ya uaminifu wa Hezekia mfalme wa Yuda au Yerusalemu, aliinuka mtu mmoja anaitwa Senakeribu mfalme wa Ashuru. Senakeribu akafanya marago, akapanga vita kuivamia Yerusalemu. Alipofika Hezekia akaona, akajua kwamba tayari imevamia na ufalme huyu. Na Hezekia, maandiko yanasema, akafanya shauri na wakuu na mashujaa wake kuzuia maji ya chemchemi zilizokuwa nje ya mji, nao wakamsaidia. Wakakusanya watu wengi, wakazizuia chemchemi zote na kijito kilichopita kati ya nchi, wakisema, kwa nini Wafilisti wakifika wafalme wa Ashuru waone maji mengi? Akapiga moyo konde, akajenga ukuta wote uliobomoka, akauinua sawa na kinara na ukuta wa pili nje, akaongeza nguvu za Milo katika mji wa Daudi, akafanya silaha na ngao tele, akaweka maakida wa vita juu ya watu, akawakusanya kwake uandani penye lango la mji, akawafurahisha mioyo, akisema. Hapa anaposema akawafurahisha mioyo, lugha zingine nasema akawatia moyo. He encouraged them. Akawatia moyo maakida, wanajeshi na kundi lote ambao lilimsaidia kazi kama mfaa, kujenga vila, kujenga kuta. Anasema akawakusanya, akawatia moyo. Anawatiaje moyo? Sikiliza mstari wa 6. Anasema hivi: akaweka maakida wa vita juu ya watu, akawakusanya kwake uwandani penye lango la mji, akawafurahisha mioyo, akisema, iweni hodari na wa moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu mfalme wa Ashuru, wala kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Kwake upo mkono wa mwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Watu wakayategemea maneno ya mfalme wa Yuda. Aliitwa nani? Hezekia. Wewe unamtegemea nani? Uwezo katumikia mabwana hao. Mungu anasema utampenda huyu, utamchukia. Maisha yana akili zaidi yako. Hello. Hello. Nisikilize vizuri. Kuna jambo jipya chini ya jua.
Furaha ya leo ambayo sio ya Mungu ni ya muda tu, lakini mwisho kuna uchungu. Furaha yote nje ya mapenzi ya Mungu yana majuto baadaye. Unamtegemea nani? Hapo ulipo likitokea jambo, ni yupi utamtegemea mpaka kufa kwako? Ni yupi utamwangalia? Hapo utakapoangalia ndipo utafikia. Ukimwangalia Mungu, Mungu atakupa ushinda. Tabia dunia ni duara, si ndivyo? Yaani umbi lake. Kwa sasa tuambia ni duara, si ndivyo? Wanadamu wanawaza kwamba nina uwezo mwingi wa akili wa kuweza kufanya ambavyo wengine wameshindwa kufanya nje ya mapenzi ya Mungu. It's okay kwa uwezo wako wa akili. Na kitabia iko hivi. Utazunguka alafu utarudi pale pale ulipoanzia. Halo. Utazunguka utarudi pale pale ulipoanzia. Utajipambania kwa nguvu zako na akili zako, lakini kana kwamba unaona unaenda mbele, kumbe ndo unarudi wapi? No. Kwa sababu shetani hana tabia ya kukupeleka mbele. Haiko hivyo shetani. Shetani hana tabia wewe ya kukuongoza ili Mungu ajitolee utukufu. Na Mungu afanye ile biashara ya kumtumia shetani ili yeye ajitolee utukufu. Haiko hivyo Mungu. Maana anasema mtini Mungu, mpingeni shetani naye atafanyaje? Atakimbia. Mungu anajitolea utukufu yeye kama yeye. Na Mungu ana njia zake kama yeye. Hapa yuko Sentere. Yuko na Ezekiel. Ezekiel amefanywa hana taarifa. Lakini anamtumaini nani? Ezekiel anamwangalia. Kuna wakati majaribu yatakuja hajakupa taarifa. Imani ya tumaini lako litakuwa. Kuna wakati utainukiwa kinyume, hauna taarifa. Kuna wakati utafahamiwa, hauna taarifa. Pale ambapo kuna tumaini lako, hilo tumaini litazaa matunda na kukupa ushindi. Majaribu hayapi mtu taarifa, ila tumaini lako ndio ngome. Akakusanya maakida wake, akawapa moyo, akawatia moyo. Anawaambia, akaweka maakida wasiotembelea. Anawaambia yueni hodari na moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfano wa Ashuru. Msiogope wala msifadhaike. Mtu mwenye matumaini hatakiwi kuogopa, hatakiwi kufadhaika. Mtu mwenye matumaini hatakiwi kuogopa, hatakiwi kufadhaika. Imani yako katika Kristo Yesu ina kitu ambacho ni tofauti kuliko imani zingine zote. Imani yako ina tumaini, ina matumaini. Yaani imani yako ina matumaini. Hata kama watapoteza vyote, hata nyang'anya vyote, lakini bado na mtumaini nani? Muulize Ayubu atakwambia. Vyote vikapotea, lakini Mungu akajitukuza Bwana. Kwa hiyo ukisoma sura ya 42 kitabu cha na ukasema Mungu akarejesha uteka wa nani? Wa Ayubu mara 7 zaidi ya alivyokuwa. Akampa watoto wake, akampa ngamia, akampa punda, akampa Ayubu alirejeshewa. Kwa nini? Kwa sababu imani yao, hata kama alipita katika majaribu mengi, lakini imani ya tumaini lake lilikuwa na imani yake ilikuwa na matumaini, ilitengeneza matumaini katika maisha. Wewe unatumaini nani? Unatumaini nini? Kanisa ni chombo ambacho kina matumaini. Okay, nitaondoka dunia, lakini kuna mbingu mpya na nchi mpya. Kuna ufalme wa Mungu. Yaani lazima Mungu anatoa njia. Hakuna kitu ambacho kiko fixed. I mean kiko. Yaani kwa Mungu hakuna jambo ambalo liko closed. Yaani kila kitu kina mlango wa kufanyaje? Kila kitu kina mlango. Kila kitu.
Anawaambia iweni udari na moyo mkuu, iweni udari ninyi watu wa Mungu, kwa udari wewe na moyo ushujaa. Kwa nini unaogopa? Anasema msiogope jeshi hili la Ashuru, msiogope. Niliwaambia bado tunajifunza hapa, tuna wakati tunajifunza habari za Roho Mtakatifu. Niliwaambia kitu, nikasema moja kati ya vitu ambavyo Roho Mtakatifu anapanga ndani yako ni ujasiri. Halo, ni ujasiri, hakuna hofu. Ni kweli hofu katika tumaini hili la Kristo Yesu. Watu wasingeacha alama duniani. Watu na Stefano waliogopa. Wakina Meshaki, Shadraka na Abednego waliogopa. Daudi aliogopa. Asa msiogope. Hili ni jeshi, kwa mnaogopa? Ni jaribu, kwa mnaogopa? Ukiogopa ndio umekwisha. Na moja kati ya vitu ambavyo adui anakuja navyo, silaha pekee kwa Mkristo ni kupanda hofu. Akishapanda hofu anakuuliza. Ukisema tuna hofu ya kufukuzwa kazi, umefukuzwa tayari. Tayari. Kwa sababu anayefungua mlango wa kufukuzwa kazi ni wewe. Anayefunga mlango wa kufukuzwa kazi ni wewe. Kwa unavyo mtu nafsini mwake ndivyo, au unavyo mtu nafsini mwake, sio Biblia inasema. Ndivyo. Ukishafungua mlango umeteketeza. Umeteketeza. Unataka ukaona kama una akili sana, kumbe unaingia shimoni. Unaingia. Hapo mfalme anasimama mbele za kundi, anawaambia msiogope. Kwani si mfalme? Kwani si majeshi? Sasa asikia hapa anachozungumza. Anasema hivi. Anasema wala kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko ali pamoja naye. Yupo mkuu pamoja nasi. Yeye ana jeshi, yeye ana watu, yeye ana silaha. Lakini kwetu sisi yupo mkuu pamoja nasi. Yupo mkuu pamoja nasi. Tunaye ambaye ni mkuu, yuko pamoja na sisi. Mstari wa 8 anasema kwamba kwake upo mkono wa mwili kwa mfalme huyo. Huyo mfalme wa Ashuru kwake ni mkono wa nini? Wa mwili. Ngoja niwaelezee swali. Anasema kwake uko mkono wa mwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Anasema kwa huyo mfalme wa Ashuru kuna mkono wa nguvu, mkono wa mwili, mkono wa nguvu wa mwili, ambao silaha, majeshi, watu. Kwake kuna mkono wa nini? Wa mwili, ndio nguvu zake. Kwetu sisi yuko Mungu aliye pamoja nasi, ambaye huyo ndiye msaada wetu, na yeye ndiye atatupigania nini? Vita. Anaambia wana wa Israeli, kumbuka hawamwoni Mungu. Anayeambiwa mbele ya Israeli haonekani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haonekani kwa macho. Sio kitu cha kukamata. Sorry. Look at me. Niangalie. Mungu ambaye anatangazwa unaisikia kwa wana wa Israeli. Maadui tayari wanaonekana. Majaribu yanaonekana. Majaribu yapo, sio anakuja. Hajatoa taarifa atakuja. Yapo tayari na ameanza kuona. Yanauma. Yanaongeza. Majaribu yapo. Afu wanaambiwa kwamba yuko Mungu pamoja nasi ambaye atatusaidia na kupigana vita. Unafikiri kama hakuna matumaini, hiyo kauli itaingia kichwani mwako? Unafikiri inaingia rahisi? Kama hakuna imani, hiyo kauli itaingia ndani yako? Kama hakuna maarifa neno la Mungu, unafikiri kauli itaingia ndani mwako? Hezekia anasimama mbele yao, anaambia wala msiogope. Wanaoambiwa ni wanajeshi ambao wana silaha, wana magari ya moto, ni wajuzi wa vita. Wanajua mapambano ni silaha, ni bunduki. Okay, mfano tele, mfano unazungumza habari za mwanajeshi. Hakuna mwanajeshi hapa. Nakutolea mfano.
Don't mind first, okay? Huyu ni mwanasheria, sawa? Mwanasheria. Ni mwanasheria. Unawezaje kushinda kesi bila sheria? Achana na mchungaji, mimi si mwanasheria, sawa? Wewe mwanasheria degree, sawa? Unawezaje kushinda kesi bila? Wewe ni mwanasheria. Unaweza kushinda kesi bila kujua sheria wewe? Okay, wewe ni wakili, unaenda kunitetea mimi. Unafikiri nitakuchukua bila kujithibitisha kwangu kwamba wewe unajua sheria? Kwa sila yako nini? Unasikia? Sila yake nini? Kwa ili aweze kushinda anahitaji nini? Unanielewa? Kwa hiyo tumchukue huyu somo la sheria ni askari. Ili ashinde huyu vita anahitaji nini? Kwa silaha ya askari ni bunduki, sivyo? Alafu nakuja kuambia kwamba kesi itashinda bila sheria. Unanielewa vizuri? Kamba. Nakwambia bila bunduki utashinda nini? Kesi. Kwa sababu uzoefu wa umaridadi wa nini? Ni bunduki. Askari wanashinda kwa nini? Kwa mbinu za kivita zinazoshikika, zinazoonekana, zinazofikirika kwa akili. Sawa sawa na experience ya kushinda kesi mahakamani, kushinda shauri lazima uwe na nini? Na ujuzi wa sheria. Sasa hapa wanachoambiwa wana wa Israel out of the law. Nje ya bunduki, nje ya sheria. Wanaambia tuna Mungu pamoja na afa aonekana. Mwambie jirani yako, unatumaini nani wewe? Nje ya sheria, halafu anaambia watashinda. Halafu anaambia usiogope. Sasa usiogope. Tuambie how? Tell us. How? Halafu umetuweka mstari wa, unajua aliwachukua askari akaweka mstari wa mbele. Anawatangaza, anawaambia Mungu yuko pamoja na usiogope. Kwa nini mnaogopa hili jeshi? Jeshi ambalo nakabiliana nalo wana silaha. Sikia sasa. Anasema, na baada ya hayo Senakeribu mfalme wa Ashuru akatuma watumishi wake kwenda Yerusalemu, naye alikuwa mbele ya Lakishi na uwezo wake wote pamoja naye, kwa Hezekia mfalme wa Yuda na kwa Yuda wote waliokuwako Yerusalemu, kusema, Senakeribu mfalme wa Ashuru asema hivi, mwatumainia nini hata mkae mkiusuria au mkiusuriwa katika Yerusalemu? Yani mkae bado mpo Yerusalemu. Yani mnatumainia nini? Mmekaa mmetulia. Mtu wa imani anaga papara. Halo, ondokeni kwa kiwanja changu. Papara ya nini sasa? Tulia. Unakufa, daktari amkuandikia kabisa wao tuishi miezi miwili. Wewe tulia. Kwani wewe ndo wa kwanza kufa? Hebu jiangalie kwanza. Jiangalie. Look at yourself. Hebu jiangalie kwanza. Wewe ndo wa kwanza kufa. Uliotangulia wapo duniani. Kwa hiyo shetani usiletee tangazo ambalo kana kwamba ni geni kwako. Unakufa. Sio kwa mwambie sio wa kwanza mimi kufa. Wako walikuwa wazuri zaidi yangu wamefanyaje? Kwa hiyo this is none of my business. Hii sio biashara. Biashara ya kufa haiko kwenye kitu, haiko kuma. Haiko kwangu. Biashara ya mtaji kufa haiko kitu. Yaani shetani shida ya shetani anakuletea upaniki. Anataka upaniki. Ukipaniki imani haiko ndani yako. Nielewe vizuri. Nielewe vizuri. Mama Steve nielewe. Shetani anataka tengeneza tension. Jambo lenyewe dogo lakini atalikuza ndani yako. Utaona kama ni mlima. Mlima gani? Kilimanjaro. Haupandiki, haubomoki, hauvunjiki. Kumbe kuna neema ambayo ni ya ajabu ya Mungu ambayo inaweza kuyeyusha. Ikafanyaje? Ikayeyusha. Lakini anachokifanya kwako shetani, anakuletea taarifa ambazo ni ngumu kibinadamu kuzifahamu. Lakini taarifa zingiliani na neno la naye la Mungu. Maandiko yanasema kwamba watu wakatumainia maneno ya nani? Ya Hezekia. Aliyowaambia msiogope.
Tunaye Mungu, mtumaini ni Mungu. Shetani anakuja, shetani anaanza na taarifa. Kama ambavyo Mungu anakupa taarifa mchana wale. Si unaisikia taarifa ya Mungu? Na shetani naye huwa anakuja, anakuambia, anakuletea maneno ya kukata tamaa, maneno ya kujikina, maneno ya kukimbia, maneno ya kuogopa, ili akubomoe. Yani na anakubomoa kweli kweli. Utaona matokeo yake mpaka utashangaa. Mpaka mtu unafika unajinyonga. Unafikiri kazi rahisi kujinyonga? Tolewa uhai na mwingine, sio wewe mwenyewe. Yani hapo ulipo tunakuona tunasema sasa bonge la mtu yeye. Lakini wanajiona kama takataka. Kwa nini? Kwa sababu taarifa ambazo zimeingia wapo. Imani gani? Ni nini una imani? Imani imetengeneza matumaini ndani yako. Wewe kesho afya yako inaishi au inakufa? Ndoa inaishi au inakufa? Watoto wako, ndugu zako unaonaje wewe? Wanaishi au wanakufa? Una ndoto yake, inaishi au inakufa? Unatumainia nini? Unachotumainia ndio ushindi wako. Unapomtumainia Mungu, hapo kuna ushindi wako. Anawaambia mnatumainia maneno ya Ezekia. Kwa dharau, kebei, dhihaka. Ndio shetani anavyokujaga hivyo. Kwa dhihaka. Serikali Bwana ameandika waraka. Mfalme atuma mtumishi wake. Ambia nendeni tena waraka unaenda kutangazwa Yerusalemu. Si mnaelewa vizuri? Yaani katikati ya kambi yako waraka unaingia ndani kwako. Siku moja nikawaambia hivi. Niangalie machoni. Kuna watu wengine wanaingia kwako ni mashetani, sio watu. Umewakaribisha mpaka sebuleni. Bahati mbaya ukamnulia na soda. Alafu alichokitia mdomoni ni mavi. Mdomoni anasema nini? Against, yani mambo mabaya kuharibia maisha yako. Ndio inatoka wapi? Usina umekaa tu. Unajua maneno mabaya yana nguvu nyuma yake ya kipepo. Kwa unakaa tu unavutiwa tu, unasikiliza tu. Afu yanabadilisha na kuondoa imani ndani yako. Ulimkaribisha nyumbani kwako. Ukumkuta barabarani. Njoo shosti, unitembelee. Ngoja shosti aje. Ngoja aje sasa. Mpaka leo unajuta. Ulimkaribisha mwenyewe. Leo unajuta. Lazima kuwa na mipaka kwenye maisha. Usipokuwa na mipaka, ukisha. Kuwa na mipaka. Kuna watu hawataki kuona hata sofa zako za nyumbani. Si kana kwamba wamekuja kukusalimu, wamekuja kukuspy wakakutangaza ovyo. Kuna wengine usimpikie ugali dagaa, acha tu. Ugali dagaa ni zaka ni sindano usipone. Amekuja siku moja akuta unakula ugali dagaa, atakutangaza huyu kama maisha yake ni ugali nini? Mnanielewa vizuri? Roho Mungu akikuongoza karimu sasa wana Kristo wana. Wengine huko barabarani huko barabarani tunamalizana huko. Kuna nini? Kuna zile nini wanaita? Nisaidie. Mahali pa kupumzikia. Kuna center zile hivyo. Mkaribisha tu mtoe, mlipa na huyu gharama. Kuna vitu akija kwako atapanda, itatesa familia. Unasikia amekuja mwilini kumbe mwenzako amejiandaa rohoni. Naongea na unashangaa tu baada ya wiki mbili uchumi unaanza kuharibika. Uchumi unaanza kufanya. Unashangaa. Kwa nini vipi kimetokea? Umekaribisha, unafikiri unakaribisha mtu kumbe unakaribisha nini? Waraka ukatangazwa Yerusalemu. Lengo kudemonize, kuondoa nini? Anaondoa ile nuru na tumaini kwa watu na jeshi kwa Mungu. Mnatumainia nini? Anasema si Ezekieli anayewashawishi mtolewe kufa kwa njaa na kiu, akisema Bwana Mungu wetu atatuokoa na mkono wa mfalme wa Ashuru. Yaani mfalme wa Ashuru ndo ameandika haya maneno. Anaambia kwani si huyu Ezekia ambaye ninyi amewafanya nini mumtegemee nani? Mungu. Hivyo Mungu wenu anaweza kanitoa akawapigania ninyi kutoka kwenye mikono yangu? Si unaelewa? Yaani kuna mfalme wa Ashuru ameandika waraka unakuja kusoma Yerusalemu. Sawa?
Alafu yupo mfalme Hezekia ambaye tayari ameshawajenga watu wake na kuwapandikizia neno, amewashawishi neno la Mungu na matumaini yameingia wapi? Moyoni. Kwa waraka umekuja ili uje kuondoa ile matumaini ndani ya mioyo ya watu. Sasa mmoja kati ya maneno ambayo yameandikwa ndani anasema hivi, kwani haya maneno ambayo amewaambia mfalme Hezekia, amewaambia kwamba huyo Mungu wenu mimi anaweza kaniokoa na mikono yangu kweli? Kweli? Mimi mfalme wa Ashuru. Hey, mimi kweli? Unaona anafanya huyo jamaa. Amejika. Mungu wenu anaweza kaniokoa akawaponya nini na mikono yao? Nitakuja nitawapiga kweli kweli. Hapa anasema si Hezekia ana 13. Anasema, je, ninyi hamjui mimi na baba zangu tuliowafanya watu wa nchi hii? Je, miungu ya mataifa na nchi iliweza kuokoa kwa lolote? Iliweza kuokoa kwa lolote nchi zao na mkono wangu? Ni yupi miongoni mwa miungu ya mataifa wale walioharibiwa kabisa na baba zangu aliyoweza kuokoa watu wake na mkono wangu? Hata Mungu wenu hawezi kuwaokoa, asiwadanganye Hezekia. Mungu wenu hawezi kuwaokoa na nguvu zao na jeshi lao na silaha zao. Hezekia asifanyeje? Asiwadanganye. Sylvester asiwadanganye. Hakuna mtu ambaye anaweza kukutoa hapa. Shetani anakuambia yule mchungaji asikudanganye wewe. Asikudanganya. Hakuna mtu ambaye ugonjwa, daktari anakuambia ugonjwa hauponi. Mimi nakwambia hivi, mimi ninakwambia kwa Mungu hakuna lisilo. Kwa Mungu hakuna lisilo. Watakueleza uzoefu wao, watakueleza maarifa yao, lakini kama ni kinyume na neno la Mungu, mwambie hizo habari hazinihusu, hizo habari hazinisaidii. Wewe kamata neno, amini. Hata maandiko yanasema mwenye haki huanguka mara ngapi? Mara 7, kisha uinuka tena. Mara ya kwanza biashara imekufa, mara ya pili anakuja wewe ujui wewe wenzako tunaenda mahali fulani. Halo wenzako huwa tunaanzia mahali amsikiaje huko mtaani wanawaambia, au ninyi mmetoka mbinguni na maambiwa? Acha ujinga wewe, chukua namba hii hapa mpigie. Wanaitwaje wale wataalamu? Mpigie. Subiri uone, niko hapa sijafa, utanishuhudia. Niko hapa sijafa bado, utanishuhudia kwamba ni neno la Mungu linasimama au neno la watu linasimama. Ni Mungu anasimama au watu wanasimama. Hivi mfalme wenu na maneno yake yanaweza kaokoa ni kutoka kwenye mikono yangu? Ndiyo, na zaidi ya akili yako, sio nguvu zako, na akili yako. Sasa maandiko yanasema, ni yupi miongoni mwenu? No, 15. Basi sasa asiwadanganye Hezekia, wala asiwashawishi kwa hayo, wala msimwamini, kwa kuwa hapana Mungu wa taifa lolote wala ufalme wowote aliyeweza kuokoa watu wake na mkono wangu au na mkono wa baba zangu. Sembuse Mungu wenu ataokoaje ninyi na mkono wangu? Na watumishi wake wakazidi kusema juu ya Bwana Mungu na juu ya Hezekia mfalme wake. 17 anasema tena, akaandika waraka kumtukana Mungu wa Israeli na kumwambia akisema, kama vile miungu ya mataifa wa nchi isivyookoa watu wao na mkono wangu, vivyo hivyo Mungu wa Hezekia hata waokoa watu wake na mkono wangu. Wanasema wakawalilia kwa sauti kuu kwa lugha ya Kiyahudi watu wa Yerusalemu waliokuwa ukutani, ili kuogofisha na kuwafadhaisha hata wapate kutoa mji. Wakamnenea Mungu wa Israeli kana kwamba kuitaja miungu ya mataifa na nchi iliyo kazi ya mikono ya watu.
Na kwa ajili ya hayo Hezekia mfalme na Isaya nabii wana wa Amozi wakaomba, wakalia hata mbinguni, naye Bwana akatuma malaika aliyewakatilia mbali mashujaa wote na majemadari na maakida wa matuoni mwa mfalme wa Ashuru. Basi akarudi nchi yake mwenye haya ya uso, akarudi kwenye nchi yake mwenye aibu. Mfalme aliyejigamba, aliyejinadi, aliyejisifu kwa maneno, kwa silaha, kwa nguvu, kwa umaarufu wake. Maandiko yanasema Mungu alituma malaika. Unajua Mungu wetu ukimwomba anajibu. Halo. Hivi unajua Mungu tule naye sikio lake sio zito. Unajua Mungu wetu ni moto ulao. Haijalishi adui amesimama kiasi gani. Sauti yako moja wewe inaangusha ngome maelfu ya adui. Sauti yako wewe ni kilio cha mtoto mbele za Mungu. Unapoomba kwa imani, mbali na kuangalia ukubwa wa tatizo, Mungu anatuma malaika zake, anatuma nguvu yake na kuponya na kurejesha na kukomboa na kufungua vifungo. Maandiko nasema kwamba alinena akajigamba. Isaya nabii na Hezekia mfalme wakaenda mbele za nani? Mungu. Wakamlilia nani? Mungu. Walipoomba Mungu akatuma malaika. Maandiko nasema malaika alianza kuua maakida, majemadari, askari wa mfalme wa Ashuru. Baadaye akamfanya kuaibika mbele za watu mfalme Senakeribu wa Ashuru. Ya nani? Biblia inasema vita sio yenu, vita ni ya nani? Ya Mungu. Vita au pigani yuko anayekupigania. Halo, yuko anayekupigania. Vita sio ya. Hata hivyo ukiingia kwenye vita hiyo hauwezi, kwa sababu uwezo wako ni mdogo. Mwache Mungu wako akupiganie. Mwache Mungu wako akupiganie. Aliporudi nchini kwake, nikusomea. Ndivyo Bwana alivyomwokoa Hezekia na wewe. Anasema naye Bwana akatuma malaika aliwakatilia mbali mashujaa wote na majemadari na maakida watuoni kwa mfalme wa Ashuru. Basi akarudi nchi yake mwenye hawa ya uso. Naye alipoingia nyumbani kwa Mungu wake, aliingia akaenda moja kwa moja kwa miungu yake. Sawa? Alipokwenda kwa miungu yake, wale waliotoka viunoni mwake mwenyewe wakamwangamiza umo kwa upanga. Watoto wake wa kuzaa wakamuua baba yao. Alijigamba. Hapana chezea mtu aliyemwamini Yesu. Ni namba nyingine rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Usimchezee mtu ambaye amesafishwa kwa damu ya nani? Hiyo ni mali ya nani? Maadui zako watakuinukia. Rafiki yangu watamalizana wao. Sema amina. Swala na muda tu. Swala. Au unaona fitna unaiona wewe. Unaona ni fitna. Wataangamizana wao. Swala kusudia kukutia. Waje wakaangamize. Watamalizana wao kwa wao. Senakeribu alijigamba sana. Mwisho wa siku waliokata roho yake ni watoto wake. Unafikiri inawezekana kwa rais? Ni rais kuwezekana? Aliondoka kwa haya kutoka Yerusalemu. Mungu amewapa watu wake ushindi. Waaskari wote waliangamizwa bila nguvu ya kijeshi ya kibinadamu. Kama sawasawa na maneno ya nani? Hezekia simamisha huko. Tunaye Mungu anayetupigania. Mungu anayetusaidia. Hiyo vita sio ya kwako, ni ya Mungu. Wewe amwangalie Mungu. Maandiko yanasema awamsaidini amegusa mboni ya jicho la. Wewe ni mali ya Mungu. Ataangamizwa na watoto wake. Yeye aliuliwa na watu. Kitu ambacho hakiwezekana. Watoto wake wakamwangamiza. Huwezi kusimama kinyume na kanisa. Ukasimama kinyume na mchungaji. Ukasimama kinyume na mtakatifu wa Mungu. Anafika basi. Wacha wanapoteza muda. Wanapoteza muda. Wewe mtumaini nani? Mahali palipo na tumaini lako, hapo ndo palipo na nini? Ushindi wako.
Palipo na tumaini lako ndipo palipo na ushindi wako. The same ilitokea kwa Daudi mbele ya Goliathi. Soma kitabu cha Samueli wa kwanza sura 17 anza mstari wa 42 kuendelea. Goliathi anamwambia Daudi, unanijia mimi kwa fimbo? Nitakupiga, nitakata kichwa chako na kuwapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Maneno mabaya ya Goliathi, maneno ya dhihaka ya Goliathi, maneno ya dharau ya Goliathi mbele ya Israeli, mbele ya Daudi. Daudi hakumwambia nakujia na silaha. Daudi alimwambia nakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki zangu, vita zetu, maandiko yanasema katika kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 mstari wa 12, anasema vita vyetu si katika damu na nini na nyama. Vita vyetu ni katika ulimwengu wa nini, wa roho, juu ya falme, juu ya mamlaka. Vita vyetu si katika vitu vinavyoonekana. Nikakwambia kuna vita zinakuja kwa unajitahidi kuzichibia, sio vita za kuchibia kwa maneno, kwa nguvu, kwa fedha. Ni vita ya kumwamini nani? Mungu. Kaa kimya. Musa anawaambia wana wa Israeli, anawaambia hao maadui mnawaona leo hamtawaona tena. 14:13 kitabu cha Kutoka 14:13. Hao maadui mnawaona leo hamtawaona tena. Musa alikuwa na silaha gani? Daudi alikuwa na silaha gani? Okay, Hezekia alikuwa na silaha gani? Lakini tumaini, pale unapokuwa tumaini ndipo ambapo unatokea ushindi wako. Kwa tumaini Mungu. Unaweza ukawa unapigana vita hauna kitu, hakuna kitu cha kutegemea, lakini tumaini nani? Mungu. Simama kwa mbele. Sisi wewe tumaini Mungu.